Hujambo mtazamaji, karibu kwenye Nipashe siku hii ya Jumanne. Ni Frank kuweza kuungana nawe. Mimi ni Mashirima Kapombe. Kuna mengi tuliyokuandalia. Kwanza tupate leo. Lakini kusema si mstaafu sio kusema uniingize kidole kwa macho, mimi pia nitakuingiza. Hatuogopi la. Tuheshimiane. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta afokea wanaosema ananunua ODM, akisema yu tayari kwa mapambano. Mtoto aende kulingana na maksi yake. Lakini jameni, ukienda ukiweka mtoto katika shule ya chini, huyo mtoto utakuwa umemvunja moyo. Huyo mtoto utakuwa umemuumiza. Kisunzi na wasiwasi wa wazazi baada ya serikali kufunga uhamisho wa shule za sekondari ya juu. Mwanamume aliyemkamata na kumpeleka Chatu kituo cha polisi huko Siaya sasa adai fidia. Na Wakenya wasema mwaka wa 2025 umekuwa mgumu zaidi kwenye utafiti wa punde wa Infotrack. Karibu kwa taarifa zetu, tuandamane hadi tamati. Mfasiri kwa lugha ya ishara ni Belinda Phillips. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amewajibu baadhi ya viongozi wa ODM wanaodai kuwa ana njama ya kununua chama hicho na kukivuruga kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza katika mazishi ya mbunge wa zamani wa Lugari Cyrus Jirongo, kaunti ya Kakamega hii leo, Kenyatta amesema amevumilia matusi ya kutosha kutoka kwa baadhi ya viongozi, akisema hatakubali kuharibiwa jina tena. Mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Emmanuel To anatufungulia jamvi la Nipashe jioni ya leo. Mazishi ya mbunge wa zamani wa Lugari Cyrus Jirongo kule Lumakanda, Kakamega, ilitoa fursa ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuvunja kimya chake kuhusu misururu ya mashambulizi ambayo amepokea kuhusu madai ya njama ya kuvuruga chama cha ODM. Kenyatta akianza kwa kuwafokea baadhi ya viongozi wa ODM anaosema wanaeneza uvumi tu. Hata tukiambiwa sijui tunaenda kwa zingine ati nakwambia jameni wa Kenya naona mtu akishindwa njia ya kujipendekeza kule anataka kujipendekeza, lazima atafute mtu aseme unajua watu wanakataa kusikiza kwa sababu ya ule, kwa sababu ya huyu. Toa hiyo fikira mbovu, kwenda ongea na wananchi. Unda na usimamishe chama chako. Kuwa na sera zako kama mwanaume kama Cyrus. Sio kuzunga huko ukitoa mambo ya upuzi ambaye haipeleki nchi pahali. Uhuru akisema wanaompaka tope wamemfika kooni. Lakini kusema si mstaafu sio kusema uniingize kidole kwa macho, mimi pia nitakuingiza. Hatuogopi la. Tuheshimiane. Kenyatta akitetea uhuru wa Wakenya wa kujiunga na mirengo tofauti ya kisiasa. Tukisema tuko kwa mvumo wa vyama vingi na kwa kikatiba tunazingatia huo mvumo wa vyama vingi, tuiheshimu pia kwa yale ambayo tunatenda na kufanya, sio kuvunja vyama vya wengine. Mheshimiwa Edwin Sifuna. Haya yanajiri huku mpasuko wa chama cha ODM ukiendelea, kikosi kinachopinga ndoa ya ODM na UDA kikirusha makombora. Kwa niaba ya chama kizima cha ODM, kwa sababu chama kinabeba wenye akili na washenzi, nataka kwa niaba ya wale washenzi niseme pole kwa matusi ambayo unaelekezewa. Alafu mtu anaita nyefu. Wacha nikuambie Junet Mohamed, wewe mahali unatoka iko kura kidogo. Sisi tuko na kura mingi kuliko wewe. Hatuwezi kubali political parties to be swallowed. Lazima tuwe imara, Kenya iwe nchi moja. Emmanuel To, runinga ya Citizen.
Wandani wa marehemu mbunge wa zamani wa Lugari Cyrus Jirongo wameendelea kusisitiza kwamba kuna mengi yaliyo gizani kuhusiana na kifo cha mwanasiasa huyo. Wakizungumza wakati wa mazishi yake huko Lugari, wanasiasa wa Magharibi pia wamesema hawana imani na uchunguzi wa serikali kuhusiana na ajali iliyosababisha kifo chake. Melita Oletenges anaarifu. Mazishi ya mwenda zake Cyrus Jirongo yaliyoandaliwa nyumbani kwao Lumakanda, Lugari, kaunti ya Kakamega, yalikuwa jukwaa la wandani wake na wanasiasa kuhoji ajali iliyosababisha kifo chake, wakidai mengi yamefichwa. I am yet to see a single person. Na vile walio tunapenda maneno na story, tungetoka na masimu zetu tupige picha. Mnataka kuniambia watu 65 hata hakuna mmoja alitoka akapiga picha? Ngoja niwaambie. Basi ikawaka mataa ndani ya police station, hata maaskari wakatoroka. Wanadai kando na eneo la ajali, hakuna mashahidi ambao wamezungumzia tukio hilo na kutilia shaka habari muhimu kuhusu ajali hiyo. Musalia, it is your responsibility to face William Ruto head on. Umwambie tuvambie kifo cha Cyrus Jirongo. And Mheshimiwa Wetangula, let me tell you, nimekuwa kwa ofisi yangu hapo chini, wewe ukiingia, shortly after nilikuwa nikiona vile Jirongo anakuja kwa ofisi yako, mnakaa hapo half an hour, 45 minutes, 1 hour. Tell us what business you are discussing with Cyrus Jirongo. Viongozi wa serikali waliokuwepo wakitumia fursa hii kuifariji familia ya Jirongo. Spika Moses Wetangula akirejelea mkutano wake wa mwisho na Jirongo. Tukaketi watu watatu, mimi, Cyrus na General Tuwei wa Athletics Kenya. Nikamwambia Cyrus tumaliza haraka kwa sababu nimefiwa pia na mbunge kutoka Mombasa, na kama speaker lazima niende hiyo mazishi. We want everything to do with this death laid bare, iwe wazi, so that if there was foul play, the ones who are involved in the foul play be targeted. And if it was not foul play, then God's will shall prevail. Baadhi ya wandani wa Jirongo wamedai kwamba hawana imani na serikali kufanya uchunguzi kikamilifu, wakisema kwamba pia watachukua hatua za kitamaduni. Jamaa na familia walimuomboleza mwenda zake Jirongo kama baba aliyeiweka familia yake kwanza na kuwa mkarimu kwa kila mmoja. Melita Oletenges, Runinga ya Citizen. Wiki mbili kabla ya wanafunzi wa sekondari ya juu kuripoti shule chini ya mfumo mpya wa CBE, baadhi ya wazazi na wanafunzi wanaonyesha kutoridhishwa na shule ambazo wametakiwa kujiunga nazo. Baadhi yao wakisema kuwa hadhi ya shule walizopewa ni chini ya matokeo ya wanafunzi. Na kama anavyotuarifu Emily Chebet, Wizara ya Elimu imesema wanafunzi zaidi wamechagua shule zilizo na uwezo wa wanafunzi wachache. Joshua Sapur kutoka kaunti ya Kajiado amekuwa akizunguka hadi afisi za Wizara ya Elimu jijini Nairobi kujaribu kuelewa jinsi mtoto wake alitiwa shule ya ngazi ya kaunti ya C2, japo alipata alama ya juu inayomwezesha kupata shule ya kitaifa ya C1. Kulingana na Joshua, walifanya marekebisho lakini bado ikakataliwa. Kuna watoto wengine ambao walipata pointi chini ya ile mtoto wangu alipata, na ameitwa katika shule ya C1. Kwa mfano kuna mtoto ambaye amepata pointi 50 ama hata 60 na ameitwa katika shule ya C1. Mzazi huyo ameitaka serikali kueleza kinagaubaga ni alama ngapi walitumia kuwapa nafasi wanafunzi. Ni mfano gani hii tunaonesha? Basi tunaambia wale watoto kwamba bidii katika nchi hii hailipi, haina faida yoyote. Mtoto leo anangojea. Mimi nimeenda mpaka hiyo Jogoo House. Nimeenda kule, sijapata usaidizi. Wazazi hao kutoka jijini Nairobi wamefika katika shule moja kaunti ya Machakos kuwatafutia wanao nafasi za sekondari ya juu. The problem ni mtoto aliitwa shule ya mbali, currently in Kakamega. So nimekuwa nikizunguka ndio nitafute shule, nikaambilia wengine iko na huko Misiani, nimekuwa Tala. I scored good marks and I was called to a good school, Lungulu High School. We came to look for
other school because the school is far. Wazazi pia wakiendelea kulalamikia ugumu wa kufikia mfumo huo. Tangu on 24th wakati matokeo yalitokea, tumekuwa tukitafuta shule, hatujapata. Tukikuja shule tunaambiwa systems ziko chini, so imekuwa kama mzazi ni frustrations kwa mzazi hata kwa mtoto. Hata hivyo, Wizara ya Elimu imetoa taarifa kusema kuwa wanafunzi hao watapewa nafasi ya mwisho kurekebisha shule hizo, wakisema kuwa wanafunzi wengi walituma ombi kwa shule chache bora, changamoto ikiwa nafasi katika shule hizo. Kulingana na Wizara ya Elimu, wanafunzi 88% wamepata nafasi katika shule walizotaka. Emily Chebet, Runinga ya Citizen. Zaidi ya 80% ya Wakenya hawana jema lililowafanyikia mwaka huu 2025, wakitaja mahangaiko yaliyosababishwa na gharama ya juu ya maisha. Aidha, ufisadi, ushuru wa juu na sera za serikali zikitajwa kama sababu kuu ya mahangaiko yao. Haya ni kulingana na utafiti wa punde zaidi wa kampuni ya Infotrack uliofanywa mwezi huu. Jimmy Mbogo anaarifu. Huku ulimwengu ukifunga pazia ya mwaka wa 2025, ukosefu wa ajira umetajwa na Wakenya kama changamoto kuu iliyowazonga mwaka huu kwa 26%. Gharama ya juu ya chakula ikifuata kwa 25%. Karo, mapato ya chini na gharama ya matibabu zikitajwa kutoboa mfuko kwa 17%, 14% na 8% mtawalia. Masuala haya yakitajwa kuwaongezea Wakenya msongo wa mawazo kwa 50% na kukatiza mahusiano kwa 17%. Utafiti huu uliowahusisha Wakenya 1000 ukionyesha kuwa 4 kati ya 10 wamelazimika kutafuta vibarua kukimu mahitaji yao, 26% wakipunguza matumizi yasiyokuwa ya lazima na 22% wakigeuzwa ombaomba ili kujikimu mwaka huu. Lawama ikiangukia serikali, huku 73% ya Wakenya wakisema sera mbovu ndio chanzo cha masaibu. Na japo 40% walitaja mwaka huu kuwa wa wastani, 29% waliutaja kama mwaka mbaya, huku 12% wakiutaja kuwa mbaya zaidi. Waliohojiwa hata hivyo wana matumaini na mwaka wa 2026 wanaotarajia kuwa bora. Jimmy Mbogo, Runinga ya Citizen, Nairobi. Mtazamaji, mwaka wa 2025 ulikuwa na masaibu chungu nzima kwa wanahabari, haswa kuvamiwa na polisi wakati walipokuwa wakitekeleza majukumu yao. Ben Kirui ni mmoja wa wanahabari waliojipata kwenye hali hiyo, na hii hapa simulizi ya matukio aliyoangazia. Happy New Year 2025, the night. Happy New Year 2025. Tangu mwaka wa 2025 ulipoanza, ilikuwa wazi kuwa ungekuwa mwaka wenye shughuli nyingi. Kama kawaida nilikuwa nimejiandaa kwa chochote kile, lakini hakuna kilichoniandaa zaidi kwa niliyopatana nayo. Miezi ya Juni na Julai jenzi wakifanya yao mwisho wa sabasaba kuchachisha mambo zaidi. Ni maandamano yaliyosheheni ghasia zilizochangia vijana wengi kupoteza maisha yao. Kufuatilia maandamano hayo haikuwa rahisi sana. Mazishi ya maafisa wa maandamano Na mtazamaji, tunaomba radhi manake kuna changamoto ya sauti hapo kwenye taarifa ya Ben Kirui. Tutairekebisha na tuweza kuipeperusha muda mfupi kutoka sasa. Endelea kuwa nasi.
Na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Turejelee ile taarifa ya Ben Kirui kuhusiana na jinsi wanahabari wanavyopitia masaibu chungu nzima, hasa kuvamiwa na polisi wakati walipokuwa wakitekeleza majukumu yao. Hii hapa ni simulizi ya Ben Kirui. Happy New Year 2025. The night. Happy New Year 2025. Tangu mwaka wa 2025 ulipoanza, ilikuwa wazi kuwa ungekuwa mwaka wenye shughuli nyingi. Kama kawaida nilikuwa nimejiandaa kwa chochote kile, lakini hakuna kilichoniandaa zaidi kwa niliyopatana nayo. Miezi ya Juni na Julai ilitawaliwa na maandamano. Gen Z wakifanya mambo yao na ukumbusho wa Sabasaba ukichachisha mambo zaidi. Ni maandamano yaliyosheheni vurugu na ghasia zilizochangia vijana wengi kupoteza maisha yao. Kufuatilia maandamano hayo haikuwa rahisi, hasa mazishi ya mwathiriwa mmoja wa maandamano. Tulisafiri kutoka Nairobi hadi Ndeia, kaunti ya Kiambu, kufuatilia mazishi ya Joseph Kagiri aliyepigwa risasi na polisi wakati wa maandamano ya Sabasaba, lakini tulipofika tulikumbana na mkanganyiko. Where are we going to? Hafla mbili za mazishi zilikuwa zinafanyika siku hiyo katika kijiji hicho hicho. Maelekezo yasiyo sahihi yalitupeleka kwenye boma tofauti na tuliyokusudia, juu mlimani. Tulikuwa karibu kuanza maandalizi ya kazi pale simu ilipopigwa tukiuliziwa tulikokuwa. Tulipotambua kuwa tulikuwa tumepotea boma, tuliharakisha kuteremka mlima hadi nyumbani kwa familia ya Kagiri. Tukafika pahali tukaona ndo ile nyumba penye tunafaa kwenda mazishi. Wewe sasa hiyo unakimbisha time, tulikuwa tunataka kufanya live link. Na pressure pia ya family wanatuambia mmefika wapi. Lakini sisi hatujui tunaenda the wrong burial. Wacha ni bonge kidogo. Na Nimrod, tunavyoona hapa maafisa wa polisi wanazidi kuongezeka hapa na wapati nafasi yeyote ambaye anajaribu kukongamana hapa, na pia kufuatilia maandamano yenyewe ilikuwa changamoto kubwa. Waandishi wa habari walilengwa na polisi ambao kwa sababu wanazozifahamu wenyewe walionekana kuazimia kuzuia upigaji picha, huku wakitumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Kwa bahati nzuri nilinusurika pale kombora la gesi ya kutoa machozi lililolengwa moja kwa moja kwangu lilipasua kofia yangu ya kujikinga. Hapa ndipo hasa niliposimama maafisa wa polisi walipowakabili waandamanaji. Gari la polisi lilitoka upande huo na chini ya sekunde chache kofia yangu iliraruliwa. Nilinusurika bila majeraha mabaya, na licha ya hilo tuliendelea na matangazo ya moja kwa moja hadi alasiri. Haikuwa mara ya kwanza kuwa kwenye mstari wa mbele, kuna hatari zake, na kwa muda wenzangu kwa mzaha walinipa jina manusura. Baada ya waandamanaji kuvamia bunge, wabunge walitafuta njia za kutoroka. Baadhi walitumia ambulensi. Tulifuata ambulensi moja kutoka kanisa la Holy Family Basilica likiwa limebeba raia waliojeruhiwa. Waandamanaji wakiamini kuwa magari ya wagonjwa yalikuwa yanawabeba wabunge waliyalenga. Muonyeshe mic. Ni wagonjwa! Watu wameshutiwa! Sisi pia tukawa walengwa. Licha ya kujitambulisha wazi kuwa sisi ni waandishi wa habari, mawe yalirushwa kutoka pande zote. Jiwe moja lilinigonga kichwani na kunijeruhi vibaya. Hofu ilituteka. Gari letu liliharibiwa sana. Kisha ikaja mwaka wa 2025 na kifo cha Raila Amolo Odinga,
Nilikuwa nimeanza likizo yangu tu nilipoitwa tena kazini na kupewa jukumu la kufuatilia mazishi ya kitaifa katika uwanja wa Kasarani. Waombolezaji waliondoka katika sehemu za kuketi na kuingia uwanjani. Hali ilibadilika haraka kuwa ya vurugu. Vuta ni kuvuta za polisi na halaiki ya raia zikaanza. Mara vitoa machozi kila mahali. Nilijikuta katikati ya ghasia hizo. Teknolojia ya kisasa ya kupeperusha picha moja kwa moja kwa njia ya simu iliniokoa katika hali hiyo, na nikaweza kuendelea kuhabarisha taifa moja kwa moja kupitia simu yangu. Hadi pale polisi waliponikabili kwa hasira na kunishambulia, na hata wakanipokonya simu. Walinishinikiza nifute picha zangu, lakini picha tayari zilikuwa zishakwenda hewani. Haziko kwenye simu waliokuwa wakikagua. Na masaibu hayo ndiyo yaliyonogesha kazi yangu zaidi mwaka wa 2025 na kutakia sikukuu njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Majaliwa tukutane 2026. Tuko hii town. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Na tukisalia na simulizi za wanahabari kuhusiana na mwaka huu, huzuni, hofu, maafa na maiti. Mpekuzi wa runinga ya Citizen Ode Francis alikuwa kwenye makafani ya Nairobi mara zisizohesabika mwaka huu 2025. Alijionea mengi na kushuhudia mahangaiko ya waliofika hapo kutafuta na kutambua miili ya wapendwa wao. Ode sasa anakupatia taswira kamili ya anachopitia kabla ya wewe kupata taarifa kamili. Kwa mtazamaji nyumbani, inaonekana rahisi watangazaji walivyojinasifisha na waandishi wa habari walivyong'aa na taarifa za kuvutia. Nimekuwa nikifuatilia taarifa za vifo vya watu wasiojulikana kwenye chumba cha kuhifadhia maiti cha City. Nyingi zimeandikwa unknown. After tumetoa hizi miili, simu ikapigwa hapa Justice Center. Tukaambiwa ukitoa hiyo miili watasema ni wali huwa. Lakini nyuma ya kila kichwa cha habari kuna dhoruba, na nyuma ya kila hadithi ya uhalifu kuna mtu ambaye hufika maeneo ambapo wengi wanaogopa kukanyaga. Mimi ni Ode Francis. Sivai mapambo wala kukaa chini ya taa za studio. Ofisi yangu ni mitaani, shughuli yangu ikiwa upekuzi na taarifa za usalama na uhalifu. Hatukuwa na record yote ile amefanya crime hapa ama tufanye nini. In 1 year 1 month he cannot tell us who killed those women. Wakati wengine wanafuatilia nukuu za watu, mimi hufuatilia kimya kilichozimwa milele kwa kifo. Aina ya kimya kinachohifadhiwa kwenye vyumba vya kuhifadhia maiti. Hapa ndipo ukusanyaji wa taarifa halisi huanzia. Sio kwenye chumba cha habari, sio kwenye mikutano ya waandishi wa habari. Hapa ambapo wafu wanasubiri kusikizwa. Naam, ni katika lango hili katika makafani ya City ambapo yote huanzia. Nikiingia hapa naingia kwa watu ambao hawaongei, hawazungumzi na wala hawaoni wala kuhisi, ila taarifa ambayo hutoka hapa ni taarifa ambayo mimi na wewe tukitizama huleta mvuto ama huleta huzuni. Yo. Naendeleaje? Naendelea poa mnene. Leo kuna nini? Leo ni kukaza hapa. Unknown na ini ya polisi. Sisi ni job ya polisi. Somebody kutoka Kibra, miaka yake, ni female gender, time, tarehe aliletwa. Asante.
Jambo sana. Bwana Francis. Iko maneno sana? Umenusa vitu? Sijanusa vitu, nimekuja tu kuona kitu. Hapa mauti hayachukui likizo. Hai. Jambo. Mko sawa? Leo kuna nini bwana? Nikaa tu leo tuko tu. Kuna kazi. Yeah. Kuna anything? No. Ni katika maeneo haya ama mazingira haya ambayo mimi kama mwanahabari lazima niingie ili niweze kukupatia taarifa, ili niweze kutafuta haswa taarifa kwa kina. Hapa tunapata kuangalia miili, tunapata kuona miili, tunapata kuchambua na hata kuwa katika yale maeneo ambayo hatufai kuwa, ili wewe uweze kupata taarifa. Katika eneo hili si kuhusu ukweli tu. Tuanze na admission. Ni kuhusu hofu ya unachotazama kwa kusaka ukweli na kujikaza kisabuni katika ulimwengu ambapo ukweli ni hatari na kimya ni kuishi. Wanakuja hapa kama ni unknown, lakini akiingia na jina we don't take pictures. Unanifungulia gani? Kila mwili hapa una taarifa yake kibinafsi. Kazi yangu ni kukagua na kutafuta taarifa ambayo wewe unaogopa kuisema, ama wewe unaogopa kuja hapa ili kupata ukweli. Nakumbuka wakati wa mauaji ya Kware, ni katika eneo hili ambapo makafani haya ya City, miili ilikuwa inatoka maeneo ya Kware, wakati Franklin Wala, wakati Gatete Njoroge alikuwa amesharipoti kutoka kule, miili ilikuwa inaingia hapa maeneo haya, na ni katika maeneo haya ambapo sisi kama wanahabari ilikuwa kazi yangu kuhakikisha kwamba miili ambayo inatolewa katika magunia, miili ambayo inatolewa katika vile maeneo ama vile vipaketi ambavyo vilikuwa vimewekwa miili ya watu, niweza kuhakikisha kwamba ni sehemu za miili ngapi, ili kuweza kukupatia mubashara taarifa ambazo zilikuwa za kweli na nambari ama takwimu ambazo zilikuwa za kweli. Ni katika eneo hili ambapo harufu, wakati wanafungua ile mifuko, yale magunia ambayo miili ilikuwa, lazima kama mwanahabari ujikaze ili uweze kuhakikisha kwamba ni miili ndio, ila harufu pia ipo, na bado kuna ile akili ya kwamba watu wameweza kukatakatwa na kuletwa katika maeneo haya. Ni katika eneo hili ambapo nakumbuka vijana waliingia katika makafani haya wakitaka kupiga na kutaka kujua ukweli. Nakumbuka nikifinywa hapa kwa sababu ya kujaa kwa vijana ambao walikuwa wamefika eneo hili kutaka ukweli. Nilifinywa hapa, na hapa ndipo niliweza bado kuhakikisha kwamba napigiwa simu na kuwapatia habari kamili ya miili ngapi ambayo imeingia katika eneo hili. Ni katika eneo hili ambapo ungeweza kupeana taarifa ya wale ambao wamekufa na familia kuweza kupatikana. Kware, maiti zilikuja kwenye mifuko, zimekatwa vipande, zilitupwa hapa kama takataka. Hewa ilikuwa nzito na hasira ilikuwa inaonekana. Sawa. Unaendeleaje? Job? Katika aina hii ya wanahabari, taarifa nyingi huwa vigumu kusahau. Aina hii ya wanahabari si aina ama si kazi tu ya wale ambao wanaogopa, ila ni kazi ya kujitolea, na mojawapo ya kujitolea ni kuhakikisha ukweli unasemwa. Wakati mwingine tunajukumika kuhakikisha kwamba tumejua ukweli, na baadhi yao ni kufungua, kutizama, kuangalia, kuhakikisha ukweli upo, ila siwezi kukuonyesha kama mwanahabari. Taaluma yetu haitukubali kukuonyesha wewe mwili, ila mimi kama mwanahabari inanibidi nifike, nitazame, nihakikishe, kisha nikupatie taarifa. Wengi ufikiri kwamba maeneo haya ni ya kuogofya. Ndio, kwa wengi huogofya, ila taswira ni tofauti hapa City ama makafani ya City.
Wakati mwingine wafu hunena kupitia nyaraka, wakati mwingine kupitia wale waliowaacha, lakini daima kuna mtu anayetaka wanyamaze. Wakati mwingine taarifa ni ile ile, jina ndiyo tofauti. Kwangu mimi taarifa haziishi, kwa sababu katika jiji hili wafu hawanyamazi kama unajua jinsi ya kuwasikiliza. Journalism has different facets, including the crime and investigative part of it that my colleague Francis Ode and the likes of Kina Gatete, Ben Kirui, and Franklin Wala do. And this is one of the areas that a majority of journalists have not gotten the courage and the stamina to delve into. And I'll tell you why. For instance, when they come from the field, you know, some of us would react because you'd find that maybe on their daily assignments it includes even going to the morgue, and they interact with raw crime as it is. Media ethics requires that you sieve some things, and the viewers at the end of the day do not see some aspects of the stories that they cover. But for them, they have to go interact with these dead bodies. They have to sometimes spend time in that environment that smells of it's even chilling describing the kind of thing that they interact with on a daily basis, but that's just the nature of their work. So sometimes we joke around when he comes from the field. Tunamwambia we Ode, unanuka mochari, hebu enda you do something before you come and interact with us. It's very chilling. Even how they brief the stories before you even interact with the images they've gotten from the field. You can begin to even just feel how chilling that report is going to be. Killing of Kasipo Member of Parliament, Ongondo Were. The way it was processed, for us as the desk, we only report of the death and the killing. But now what follows is we also start becoming, spectators. We start becoming what you'll call viewers of how the political crime desk, the crime desk in itself goes now behind the CCTV cameras, fetches all those footages from tracing his very last moments in Parliament, going all the way to where he met his death near the city mortuary on that fateful evening. And so for us, how the crime desk processes all that is an amazing thing that brings to you closer to the crime scene. So mara mingi akiwa huko nje tuwa tunaenda pamoja na yeye kwa sababu hiyo kazi ni kazi ambayo inahitaji mtu kuwa ako na protection, ako na security ya kutosha, sababu wakati wowote anaweza patana na hatari yoyote ya aina yoyote. So hata tukiwa hapa ofisini, wakati mwingine watu wanaweza kuja hapa nje kwa mlango kumtafuta. Sasa unajua mtu akishakuja akuulize fulani ako, na huwezi mwambia tu ako. Lazima kwanza ujue amekuja kumtafuta kwa nini, anataka nini kwake, kwa sababu anaweza kuwa ako na nia mbaya na yeye. Nyuma ya kila anayeletwa katika makafani ya City bila jina au kutojulikana, kuna jina linalofichwa, kuna familia inayofichwa, na wakati mwingine anayemficha huenda anaficha maovu mengine. Ikifika wakati wa kwenda nyumbani, lazima niende nyumbani nikiwa na sura ya furaha, ili familia iweze kunilaki. Kitu ambacho hawakumbuki ni kwamba yote ambayo nimepitia siku nzima ili wewe kuweza kupata taarifa. Sasa ni wakati wa kwenda nyumbani. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi. Na mtazamaji, ndio masaibu ya wanahabari kuhakikisha kwamba unapata taarifa kamili. Naitwa Mashirima Kapombe na kutakia usiku mwema.